Mfalme alijenga mfululizo wa viundo vya mwili vya binadamu ili kuchagua mwanamke mrembo zaidi ambaye angekuwa malkia wake. Hata hivyo, wasichana waturu wa kifalme waliokuwa wazuri sana walikuwa wamejengwa vizuri sana na wote walipita mtihani wa vipimo kwa alama kamili. Mfalme alilazimika kuunda jaribio la ziada, akaamuru kuandaa meza na akamwaga vikombe vitatu vya divai. Mfalme kisha anawaambia wasichana wa kifalme, moja ya vikombe vitatu vya divai vilikuwa vimewekewa sumu na akawaleta wahalifu watatu Belo. Mmoja wao akaikunywa na akaanguka mara moja chini kwa sumu. Mfalme alithibitisha kuwa malkia haipaswi kuwa na urembo wa nchi tu, bali pia ujasiri wa watu. Wasichana watatu wa kifalme walilazimika kuchagua kikombe cha divai kukinywa wakati huo. Mmoja wa wasichana wa kifalme alikata tamaa, akamwomba mfalme amruhusu kujiondoa kwenye mashindano. Mfalme hakumwambia uzito wowote. Msichana wa pili wa kifalme aliweza kuchagua kikombe, lakini hakuwa kamwe na ujasiri wa Belo. Msichana wa mwisho wa kifalme bila kusita kunywa kwa pumo moja vikombe vitatu vilivyokuwa na sumu chini yake. Hata hivyo, hakufa kwa sumu. Kama ilivyogunduliwa, alikuwa tayari amegundua kuwa mhalifu anayedai kuwa amesumwa ni mzaha tu wa kucheza. Shukrani sana kwa sapoti yako. Kuangalia video nyingine zaidi na miendelezo, ni cheki kote YouTube, Facebook, TikTok na Instagram kwa jina la Mastory 24. Ukihitaji content za video au movie, wasiliana nami kupitia WhatsApp.